sana kuacha utu wa kale, utu wa zamani na mambo yake yote, na kuambatana na utu mpya wa kuwa wainjilishaji wa ufufuko wa Kristo, wainjilishaji wa mwanga wa Kristo, wa amani ya Kristo, wa ukuu wa Mungu ambaye anatuongoza kwenye maendeleo ya kweli, ustawi wa kweli na furaha za milele. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kwa zawadi hizi za ufufuko tukumbatie zaidi sana na kutafakari juu ya utu mpya na ufufuko. Utu mpya na ufufuko. Sisi tunaumizwa sana na mambo ya kizamani, na mambo ya kizamani ni haya ambayo maandiko matakatifu yanabaini. Kwa mfano, mimi ukinitukana unaniumiza nafsi na naumia kweli. Sasa kuna wengine wanapotea katika maumivu, lakini Kristo anakuambia kama vile ambavyo mimi mwenyewe maumivu hayakuweza kunipoteza, vivyo hivyo kwa mastahili ya ufufuko wangu, wewe nawe maumivu hayatakupoteza, bali upya wa maisha utakuinua tena. Na hata methali zilizo katika tamaduni zetu zinazosema juu ya utu mpya zinatufundisha mara kwa mara. Zinatufundisha mara kwa mara, kuvunjika kwako leo sio mwisho wa uhunzi, na hujafa hujaumbika. Hayo machache yanaungana na mengi kabisa, yanapiaishwa na tukio la ufufuko wa Kristo, kwamba sasa sisi tusizame na kuwekeza sana katika yale ya zamani, badala yake tuwekeze sana kwa nguvu na neema ya Mungu katika utu mpya. Tazama, katika parokia yetu ya Bulela, Mungu naye anatupatia fursa ya sisi nasi kuumbika upya na kuumba upya na kuvifanya vyote vipya katika Kristo mfufuka. Mungu akitujalia, ametujalia uzima juu yetu sasa, kwamba baada ya muda tuanze kusalia katika kanisa jipya litakalokuwa refu kuliko hili, lina upya wake na watu wapya, sio kwa sura, bali watu waliofanywa wapya kwa neema ya Mungu, kwa neema ya ufufuko wake. Kwamba Mungu atujalie kwanza ule upya uanze katika familia zetu. Ikiwa mko nyumbani, kama mlizoea kuongea lugha za kizamani kama za kufokafoka, hapana. Sasa ongeeni lugha ya staha, lugha ya watoto wa Mungu. Na baadaye kwa vile hatukuzoea, unaweza kukuta inatuwea shida, lakini atakaye thubutu kuanza ataifanya iwe utamaduni. Karibu chakula baba. Sasa chakula kiko hapa. Hujaona kama chakula kipo, hiyo ni lugha ya zamani. Alafu karibu chakula ni lugha mpya. Maneno ni yale yale tu, ila namna ya kuyapanga. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupyaishe katika roho ya Kristo mfufuka. Kama tulizoea kulijadili kanisa letu mtaani na kuanza kulibeza, angalia sasa sisi au tulizoea na uvivu mwingi, wanaofanya kazi ya kanisa wanakuwa wale. Sasa nguvu ya Yesu Kristo mfufuka ituje misokoro, ingie katika misuli yetu, katika misuli yetu, ituinue. Uhigwe oye, ituinue. Kwanza ukianza kujadili na kujichambua mguu wako na mikono yako, utaona kwamba Kristo mfufuka analeta ujumbe fulani. Wewe ukiona hujaenda tu, unaangalia mkono wako, hapo unasema hivi, mkono wangu una maana kama usingeumbwa na Mungu? Ninaweza nikawa mzuri nikalinda barabarani kwa sababu ya majitoleo na sadaka kubwa ya upendo ya Mungu. Na vinaonyesha vitu vingi. Hata barabara inayopita hapa ni alama. Zamani tulikuwa tunakuja kanisani mkesha pamoja na taa za chemli, tukipata wale wenye uwezo walikuwa wanakuja na chemli, wale wasiokuwa na uwezo walikuwa wanakuja na koroboi, vibatari. Mnakuja hivi vinanuka na mafuta, mnasali, lakini watu walikuwa na imani ya mwanzo. Sasa hivi
tunasikitika tu, umeme ukikatika tunasema hivi, huku ndio imeisha au? Lakini tuna mwanga sasa. Hivi vyote viashiria kwamba Kristo anatufanya upya. Tunaomba katika upya huu wa ufufuko wa Kristo tuongee lugha ya furaha, lugha ya upendo, lugha ya maendeleo, lugha ya ustawi, lugha ya mshikamano, lugha ya kujitoa sadaka, lugha ya sadaka kamili kwa Kristo anayetupenda, kwa Kristo aliyejitoa sadaka kwetu, kwa Kristo anayetupyaisha, kwa Kristo anayetufungulia malango ya uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Tumshangilie Kristo.